Hiki chuo kimejengwa kimkakati kama moja ya hatua kubwa za serikali katika kutekeleza sera ya taifa ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023. Pia ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 ambayo katika nguzo ya 3 inayozungumzia uwezo wa watu na maendeleo ya jamii imeainisha vipaumbele kadhaa ikiwemo jamii iliyoelimika, yenye ujuzi na inayopenda kujifunza na nguvu kazi yenye ujuzi na jamii ambayo tunaenda kuizalisha hapa katika chuo hiki. Hivyo ili kuweza kufikia malengo haya imekusudiwa Chuo cha Ufundi Dodoma kuwa kituo cha utoaji wa elimu ya ufundi bora hapa nchini. Napenda kusisitiza tena lengo kuu la serikali kama alivyoagiza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuhakikisha kuwa Tanzania inakuwa ni taifa lenye vijana wanaoajirika kwenye masoko ya ndani ya kimataifa kwa kuwa na ujuzi na umahiri uliotokana na matumizi ya teknolojia zinazochochea ubunifu na ushindani. Hivyo, Chuo cha Ufundi Dodoma kitatoa fursa kwa vijana ili waweze kupata mafunzo na elimu ya ufundi itakayowawezesha kupata ujuzi na stadi za kazi zitakazowawezesha kuajiri na kuchangia uchumi na maendeleo ya taifa letu. Nimesikia hapa wakati wa mawasilisho na hotuba ya mkuu kwa chuo hiki kitajikita pia katika teknolojia ya mambo ya anga, yani Space and Allied Technology, na tayari mmeshaanza kushiriki katika mradi wa utafiti wa uundaji na urushaji wa satellite ya kwanza Tanzania. Napongeza sana jitihada hizi kwa sababu zinaendana na mipango ya serikali katika kuendeleza na kujenga uwezo katika masuala ya teknolojia za anga ili kutatua changamoto za kijamii katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta za kipaumbele kama vile kilimo na utunzaji wa mazingira. Napenda kuchukua nafasi hii pia kupongeza uongozi wa DIT kwa usimamizi wa shughuli za uendeshaji wa Chuo cha Ufundi Dodoma. Sote tumeona kwamba kazi nzuri imefanyika mpaka hapa tunapofikia, na tunaamini phase 2 ikija basi tunaenda kukamilisha vizuri sana. Pia nipende kuchukua nafasi hii kuipongeza Kurugenzi ya Elimu ya Ufundi kwa kuendelea kuratibu na kufuatilia kwa karibu majukumu ambayo DIT imepewa kusimamia na kuratibu uendeshaji wa Chuo cha Ufundi Dodoma. Vile vile nimesikia katika hotuba ya mkuu wa taasisi kuwa ujenzi wa kazi za nje yani external works umefikia 15% na ununuzi wa samani umefikia 10%. Ili kufikia azma na malengo tuliojiwekea, napenda nichukue nafasi hii kumuelekeza mkandarasi kuharakisha shughuli za ujenzi ili zikamilike kama ilivyopangwa. Sambamba na hilo, ninamuelekeza mzabuni wa samani Zaya General Supply kuleta na kufunga samani haraka kadiri iwezekanavyo. Wapo hawa Zaya? Okay. Basi tunawaamini, tumewaamini na tunatarajia kwamba mambo yataenda vizuri. Mwisho kabisa, napenda kuhakikishia kuwa maombi mliowasilisha ikiwemo upatikanaji wa fedha za ujenzi wa miundombinu, upatikanaji wa watumishi, fedha kwa ajili ya ujenzi wa awamu ya pili, kukiwezesha chuo hiki kuwa kituo maalum cha kujifunzia masuala ya teknolojia ya anga za juu na kukiongezea chuo uwezo wa kudahili wanafunzi kutoka idadi ya sasa ya 600 hadi kufikia malengo kusudia wanafunzi 3000, nimeyapokea na tutaenda kuyafanyia kazi wizarani. Baada ya kusema hayo, mimi naomba niwashukuru sana kurugenzi kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya ya kuhakikisha kwamba chuo hichi kinafikia hatua hii, lakini pia tunavyoenda phase ya pili tunaenda kukamilisha kabisa. Sasa tujipange vizuri kwa sababu tunaenda kuchukua wanafunzi 600 hapa. Tuhakikishe kwamba huduma zote zile ambazo mlizosema mnaendelea nazo tuhakikishe zinakamilika. Nimeona pale TANESCO sikuona maji, lakini najua mnaendelea kwa sababu watoto 600 hapa sio kidogo na sio kazi rahisi. Lazima tujipange
ikiwemo lile la utumishi ambalo umesema kwamba watumishi watangulie, watoto waje wakute watumishi wameshafika. Kwa natakia kila laheri katika hayo, lakini na sisi wizara tunataka kuhakikisha kwamba haya yote tunawezesha ili kukamilisha haya ambayo mnatamani yangekamilika kabla wanafunzi hawa hawajaja. Lakini wito wangu wa mwisho, sijajua kama phase 2 ina include uzio, lakini naomba uwe considered katika hili, kwa sababu watoto tuenda kuweka watoto 600 hapa, lazima wawe salama na wawe katika mazingira salama ya kujifunza. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.